wa spiritual location kwenye maisha ya Mkristo, ama umuhimu wa anwani yako ya kiroho. Anwani ni watu wachache sana wanajua inamaanisha nini, ama ni umuhimu wa sanduku lako la posta la kiroho. Nataka niongee na wewe. Mimi ni mmoja wa wachungaji ambao natamani sana mimi kufanikiwa na washirika wangu kufanikiwa. Moja kati ya jibu ambalo Mungu amenipa ni hiki ninachotaka kusema na wewe leo. Moja ya tatizo, kizuizi kikubwa cha watumishi ninyi wa Mungu, washirika kufanikiwa, ni kukosa anwani ya kiroho, spiritual location. Eneo la kiroho, anwani ya kiroho, chochote ama kituo cha kiroho. Hebu sema kituo. Watu wengi sana tulionao makanisani, wachache wana 90% kwamba walipo ni nyumbani kwao. Roho Mtakatifu akanifundisha, akaniambia, mwanangu, mimi sishindi kuwabariki watu wangu, lakini idadi kubwa ya watu wanaobarikiwa kanisani kwenye mahali fulani huwa wanahama. Lakini kule kwetu Moria, tangu nikiwa mchungaji Mererani na maeneo mengine, washirika wanaofanikiwa wengi wao wakiwa watu 10 wakifanikiwa 7 uwaga wanaondoka, na wanaondoka kwenda kwenye makanisa mengine ambayo yana uhuru fulani ambao pale walipokuwa hawakabwi tena. Na leo wengi wao wanaenda kwenye makanisa ya kinabii na kitume. Sisemi ni mabaya, lakini wanaondoka kwenye makanisa ambayo hawawajibishwi. Mtoto wa kike akikuwa nyumbani tumepata mama wa pili. Mtoto wa kiume akikuwa nyumbani tumepata baba mdogo. Ukiwa mshirika wa kanisa hili la Philadelphia na umeanza kubarikiwa, maana yake wewe ni mchungaji, wewe ni shemasi, wewe ni nani, yeyote utakayekuwa hapa, maana yake tumepata msaada. Mzigo ambao tulikuwa tunabeba kwa shida tunaanza kuubeba kirahisi. Lakini matokeo yake watu wanaofanikiwa makanisani huwa wanaondoka, ama wanajaribu kupunguza kero. Moja kati ya tatizo linalozuia watu wa Mungu kufanikiwa ni anwani ya kiroho. 1% kubwa ya washirika wako makanisani kwetu, lakini si kivile. Nilisikia mtu mmoja akaulizwa, umeolewa? Mwanangu bwana najua ameolewa. Umeolewa? Sema ndio nimeolewa, lakini si kivile kabisa, si kivile. Kwa tunakuuliza, hivi hapa Philadelphia ni kanisani kwako? Ndio kanisani. Ni hapo ni kanisa. Ndio, lakini si kivile, si kivile. Siku nyingine naendaga kwa Mwakasege vile, siku nyingine naendaga Safina, siku nyingine naendaga kule kwa Mbando. Si kivile. Unajua hapo hakuna upako. Watu wengine wanatafsiri upako ni ngurumo ya speaker. Wanatafsiri upako ni uwezo wa kuombea mtu na kupiga kelele. Mimi nitahubiri kwa kelele, nimepiga yowe hapa, lakini tukimuita baba yetu hapa Bishop Andrew hata piga hizi kelele. Si kwamba hawezi, lakini ni mtu mzima sasa. Katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 23 na mstari wa 14, ili andiko linasema hivi: malaika wa Bwana anatembelea kituo, lakini uchafu haangalii kituoni, anaangalia kwako. Anasema hivi, atembelea kituo chako akuokoe na kukutolea adui zako. Angalia basi kisiwepo kwako. Haleluya. Asije akaona kitu kwako. Hebu sema kitu kwako. Maana yake malaika wa Bwana anatembelea kituo cha Philadelphia. Akifika Philadelphia, atafuti ubaya wa Philadelphia, anatafuta ubaya wako. Mara nyingi sana watu waga wanalaumu kanisa. Malaika akija kwenye kituo, atafuti ubaya wa kituo, anatafuta ubaya wako. Sikia, anwani yako ya kiroho ni utambulisho wako kwenye mbingu. Luka mtakatifu mlango wa 7 anasema hivi, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya nini? Ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia mtu huyu wenda, na mtu huyu njoo, huja, na mtumwa wako fanya hivi, ufanya. Huyu ni akida, alikuwa anafanya dialogue na Yesu, na Yesu akawa anamsemesha, anamwambia nitakuja nimuombee huyo mgonjwa. Huyo akida anampa Yesu kanuni, na Yesu alipoiona ile kanuni akaisifu ile imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tusome Yohana mlango wa 10 mstari wa 3. Biblia inazungumza habari ya mtu anaitwa bawabu. Hebu sema bawabu. Bawabu mfungulia. Mstari wa 10, tuanze mlango wa 10 mstari wa 1. Yesu akawaambia, amini nawaambia, yeye aingiaye mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu umfungulia huyo, na kondoo usikia sauti yake, naye waita kondoo wake kwa majina na kuwapeleka nje.
Mistari ya chini nasema uwapeleka nje na wakapata nini? Malisho. Yesu alipoondoka duniani katika Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 9. Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 9. Unajua na wahubiria maprofesa hapa. Baba Askofu Mgonja anafanya PhD yake. Siku si nyingi tutakuwa na dokta mjini mpya aliyesoma shule. Sasa unajua lile andiko la Yohana linazungumza Yesu Kristo ndiye bawabu. Anasema yeye ndiye mchungaji mwema wa kondoo. Na washirika ambao wanapenda uhuru wanakuambia aliyesema hayo maneno ni Yesu. Yeye ndiye ananifungulia na ndiye anayenipa malisho, sio mchungaji wangu. Sikia, Waefeso mlango wa 4 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: basi neno hili alipaa, maana yake ni nini? Kama sivyo kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo za chini za nchi, naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Huyo ni Yesu. Naye huyo Yesu aliwatoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wachungaji, na wengine kuwa wainjilisti, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kama wewe ni mtakatifu sema amen. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu sema amina. Hata kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo ufanye nini? Ujengwe. Kwa nini? Ili tusiwe tena watoto wadogo tunaochukuliwa na nini? Na elimu. Haleluya. Na madanganyo matupu, tukipigwa na upepo huku na kule. Nani anayetulinda na kutuweka tusichukuliwe na upepo? Ni hawa walioitwa na nani? Na Yesu. Haleluya. Hawa ndiyo mabawabu. Location ya kiroho ni mahali wewe unaabudu. Ni mahali Mungu amekuweka upate kumcha. Watu wote huwa wanaokokea kwenye mikono fulani. Nimekutana na mtu mmoja, ni mtumishi sasa, aliokokea mahali fulani, lakini leo hataki mahubiri ya mtu yoyote. Anasema mchungaji wake ni Yesu. Alafu amejaa kukriticize. Yeye kila fundisho anakosoa. Anamuunga mkono mhubiri mmoja muhuni wa Nigeria anaitwa Abel Damina. Abel Damina anapinga kila fundisho la Kikristo. Analipinga, na ni msomi mwenye PhD, tena amesoma Kigiriki. Lakini anapinga kila kitu, anapinga. Mimi nikasema ni sawa, anapinga. Najua na nyie mnamsoma sana. Ana maneno ya ushawishi Abel Damina. Anafundisha, anasema hivi, sikiliza. Wale maaskofu pale wanawatisha sana nyie CTM kwamba wana upako akiwaombea mtapona. Mimi najua madaktari wao wote, najua madaktari wao. Hivi nikwambie, nikiuambia umati hivyo, ni nani anapata faida? Kama mimi nitasema Bishop Mkwenda ana upako akikuombea utapona, alafu mwingine anakuja anasema mimi najua mchungaji Mkwenda namfahamu daktari wake anayemtibugi. Anasimama kwenye vyombo vya habari anasema watu wanakuja hapa wanazungumza habari ya Benin, wanazungumza habari ya fulani Bonke na nani. Mimi hawa wote nawajua, madaktari wao nawajua. Nani anapata faida ukimjua daktari wa Mbando? Kwani Mbando akiugua, wangapi mnajua sisi tunaumwaga alafu tunawaponya nyie? Wangapi mnajua polisi anaweza akawa hana hata 100, analinda gari lenye mabilioni ya hela na bunduki? Unamkuta polisi anangoja mshahara tarehe 28, lakini amelinda benki kuu, mabilioni ya dola yako hapo ndani. Sisi bwana, hata kama tunaumwa, lakini tuna bunduki ya kuua magonjwa. Unajua mchungaji wetu ni mgonjwa atakuambiaje upone? Una pepo wewe, njoo kwake uone. Hebu tuende kitabu cha Samuel mlango wa kwanza. Samuel mlango wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kitu cha ajabu sana. Na mstari wa 12. Mlango wa kwanza mstari wa 12. Wa kwanza. Mlango wa kwanza na mstari wa 12. Biblia inasema hivi. Nikianza mstari wa 10 anasema naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Mungu akalia sana. Huyo anaitwa nani? Hana tasa. Lakini anakutana na mtumishi wa Mungu ambaye ana bunduki ya kuua magonjwa, lakini yeye mwenyewe ni mgonjwa. Biblia ilikuwa inamsema Eli alikuwa nani? Kipofu.
akaweka nadhiri yake akasema, Bwana Mungu wa majeshi, ukiwa utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto wa kiume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwa. Hayo ni kelele zako kama hauna daktari mwenye dawa ya kuponya utasa wako. Na maandiko yanasema huyu Hana alienda hekaluni miaka nenda rudi. Na wauliza, nyie mna nini? Ni matazo gani? Eti baba, shida ni nini? Hivi kama unatoka hospitalini ukiwa hapa unatibiwa kwenye dispensary ili upate kuingia pale Mount Meru hospitali ya rufaa, lazima uandikiwe. Si lazima uandikiwe rufaa na yule bwana mganga wa hapa? Ili uende KCMC si lazima uwe na barua ya kuingia? Sasa mbona unataka kwenda kuombewa mahali pengine hauchukui barua ya daktari wako mpaka utapeliwe? Unakuja nisamee. Tayari nabii ameshaondoka na dada na binti nyumbani, kashaondoka na hela, kashaondoka na simu, nabii kashaondoka na gari. Ndio mama nisamee. Nini kimekubeba? Nitakwambia it's a long story baba, long story. Ukipata spiritual location, najua kila mtu hapa tumesema Wamoria wamesimama, lakini inawezekana ukampima yule Wamoria aliyekuwa anacheza sana hapa, ukipima ndani yake location ya Moria kwake ni 5%, mwingine 10. Yani hata akiambiwa tu siku ile unajua pale ukuimba vizuri, kwa unarukaruka sana, anazira kwaya. Huyu ana 5%, betri inakaribia kufa, betri low. Mguse mwanzo mwambie ni betri low ama namna gani? Mguse mwambie hivi, hapo Philadelphia ni betri low au ni full charge? Kuna watu wako makanisani ni betri low, ni low betri, wengine ni 10%, wengine 25%. Unajua kama umewahi kurukaruka unajua wana matatizo wengi sana. Sikia, mimi nimeona hata mhubiri mwingine eti mtumishi wake wa kanisa anamsimamisha madhabahuni, amempiga picha, eti amemnunulia kiwanja, alafu amemleta hapa anampiga picha, alafu watu wote waone kwamba huyu mhubiri waga na roho nzuri, ananunulia watu wake kiwanja. Nani kakudanganya? Yaani wewe mjinga wa wapi? Halo? Eti nikisaidia maskini mpaka niwalete hapa. Nikiwaleta maskini na wahitaji waliosaidiwa na baba askofu Mkwenda, nikiwafunga kamba wanatoboa kikatiti. Lakini hata mmoja hajawahi kupigwa picha na kuwekwa kwenye magazeti. Mnapata ujira wenu hapa. Eti bwana asifiwe sana, unajua of course hapo ndio mchungaji au ni nabii au ni mwalimu sasa anamsimamisha mtendakazi wake hapa, nimemnunulia kiwanja. Sisi tukikwambia tunayofanya. Ukisikia hapa baba anasema tumefiwa, unafikiri amefiwa na mama yake? Unafikiri amefiwa na mdogo wake? Wachungaji tuna mizigo na watu. Tuna mizigo na wajane na yatima na kuwasaidia, na hatutangazi. Ni kazi yetu. Unajua ni sawa na mama amepiga chakula alafu anajisifu, unajua mimi nimefanya kazi nyingi sana. Tutaona na tunyanyasa na chakula chake. Lakini hawa watumishi wanajitangaza ili dunia iwaone wanatoa, alafu nyie wajinga mtoe zaidi. Ningekuwa naongea ningeongea zaidi. Hebu soma Galatia 4:17. Sema amina. Haleluya, haleluya. Galatia ngapi? 4:10 ngapi? Haleluya. Biblia inasemaje? Hebu tufungue maaskofu muangalie huo mstari mtume Paulo anaandika, utazani alikuwa anaandikia Maranatha. Wa Galatia mlango wa 4 mstari wa 17. Yaani wao wanatengeneza picha na kuweka hatuna ushindani nao. Waendelee kufanya, wajinga ndio wali wao. Lakini sio wewe. Usiwe wewe. Galatia 4:17 anasemaje? Hebu tusikilize. Subiri taratibu. Hao wanashauku na nini? Na nyie. Wanaweka na picha, wanatangaza, tumetoa msaada, tumefanya hivi, wanawashaukia nyie. Lakini sio kwa nia njema, ni ili nyie wajinga mtoe nini? Hela. Alafu wanataka nyie wawashawishi wawafungie nje. Ili nyie sasa muwaonee wao nini? Shauku. Asante mtumishi wa Bwana.
Inafika sasa, unajua sasa hivi ukimtaka Bishop Mkwenda, Bishop Mgonja, Bishop Gamalieli, unaenda tu baba shikamo, ni usiende baba. Hata hapo nilikuwepo hapo, kuna kadada kamefanya umalaya wake huko, kamepata mtoto, kalikuwa kwenye ndoa. Kakateswa kwenye ndoa, kakaondoka, kakiwa hapo kwa baba kakapata mimba ya awara. Sasa kamekimbia, kako mahali sasa kametulia. Kanahitaji nikasaidie. Nikamtumishi, kameokoka tayari. Halo? Kana nipigia simu baba, alafu kana ni command kabisa. Baba usisahau, hakikisha tumewasiliana. Unaweza kumwambia hivyo nabii wewe? Unaweza kumwandikia hivyo nabii, sijui mtume, nabii mkuu, dokta, sijui mwalimu mkuu, unaweza kumwandikia? Unaweza kumwandikia message, nataka nikuone, unaenda mpaka na nyumbani kwao. Maisha yao ni siri. Watoto wao hawajulikani, wala wake zao hawajulikani. Hapa tumeona tumetambulisha wake zetu na watoto wetu wako hapa. Maisha yetu yako wazi, ni barua ya kusoma. Yani ukitaka kupita yani pale kwa Bishop Mgonja, nyumba yake na kanisa ni ukuta tu vimewekeana mgongo hivi, yani vinabusiana. Ukipita huku umetokea kule tayari mama askofu huyu hapa. Kama amevaa nini unamuona. Lakini wale manabii anakaa mbali, ni kama vile halagi wala haendi chooni. Wao wanawaonea ninyi shauku, lakini sio kwa nia nini nzuri, ili wakiisha kuwapata wawafungie nje, alafu ili nyie sasa muwe watumwa wao. Wao wanawaonea shauku, sio kwa nia njema wapendwa, ni ili nyie muwafuate. Yani unakuta mtu, nilikuwa na rafiki yangu mmoja, ana kijana wake. Alo, jamani, Bwana asifiwe. Ana kijana wake anakula mapombe, mlevi nini. Nikamchukua nikakaa naye kwangu karibu ni mwaka. Kidogo yule rafiki yangu akaondoka, akamchukua huyu mtoto. Kila siku yeye anaenda kwa mchungaji, mwalimu kila siku. Amemtoa mtoto kule, anapeleka sadaka ya ukombozi wa mzaliwa wa kwanza, anapeleka kwangu. Mimi hajawahi kuleta. Nilipogundua nika withdraw, nikaondoa fuse. Siku hizi mimi sio fala. Nisikize fala. Ukiniambia Bishop niombe na kuangalia kwenye macho kwanza, wewe ni mbuzi ni kondoo. Akachukua mtoto akapeleka, na mimi nikaomba ahame kwangu arudiko. Akapeleka huko kwa huyo mtumishi. Kila siku anaenda kanisa jingine, alafu anaenda kanisa jingine jioni. Kijana ndio akazidi kupiga vitu sasa. Ikabidi achukue kijana apeleke wapi? Soba. Na sadaka zote zimetolewa. Eri angeshtuka mapema, zile alikula nabii angepeleka soba. Alafu ukipeleka nabii anambia, unajua dada samani ulikosea tu. Hujaolewa, niona harusi yako mwaka huu. Unajua ulikosea tu. Something went wrong. Ulienda Dar es Salaam? Ulikosea. Wana masharti ya ovyo kabisa. Yani utakaa umshinde. Ana shauku kwa ajili yako, lakini sio kwa nia nini njema. Address yako ya kiroho, hata kama mchungaji wako, mimi nikwambie, malaika wa Bwana akija hapa, mtumishi wa Mungu hatafuti matatizo ya kanisa, anatafuta matatizo yako. Anaangalia uko sawa sawa, miguu sawa hapa au uko mguu pande. Akikuta uko mguu pande, anaachana na wewe. Kuna mtu alikuwa Siloam, ndio alikuwa kituo cha uponyaji. Yeye kila siku akina mtu akiniingiza hapa, unajua hatuna maombi. Hapa hatunaga mkesha, unajua hapa hatunaga mkesha. Yaani wewe kila saa unajua hapa baba, hapa tuombeagi wagonjwa. Nani nikakwambia? Unajua mchungaji wetu apigi power kabisa. Mchungaji wetu unajua sio kama watumishi wa kileo hawa. Sijui naongea. Mnisamee. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata spiritual address, spiritual location, umepata shule ya kujifunza. Umepata darasa, haleluya. Mahali pa kwenda darasa la 2 na la 3 na la 4. Ndio maana uwezi kuja kanisani Philadelphia leo ukawa shemasi. Unakaa, unawakuta walio kutangulia darasa ndio wazee wa kanisa. Ukikaa hapo walio kutangulia darasa wanakuwa mashemasi. Ukikaa hapo walio kutangulia darasa ndio wanaolewa. Wewe ulikuja tu jana, unataka kujibenua na kisiketi chako uolewe. Wewe subiri, sisi tulikuja tangu juzi mpendwa. Harusi yetu ikiisha na wewe ndio uolewe. Halo!
Uwe na adabu, tulia hapo. Barikiwa sana mtumishi wa Bwana. Sema amina yenye afya. Sema amina yenye afya. Mbona mnawapaga manabii, mbona mimi hamjaniletea? Nilikuwa nimeandika ukipata location unapata kuhani. Kuhani anaitwa bawabu, aliyewekwa kwa ajili ya kukamilisha nini? Watakatifu. Alafu ukimpata huyo, umempata msiri wako wa kiroho. Yesu akikunongoneza jambo, una mtu wa kwenda kumwambia. Halo. Sikia nikwambie, maneno yako yakisikiwa na mchungaji wako, hata kama hana upako, yamesikiwa na Mungu. Yaani Hana alikuwa anaomba kila siku. Sijui niongeeje. Kila siku. Lakini alikuwa hajamwambia mshikaji wake, muombezi wake, nabii wake, kuhani wake, mlezi wake. Siku haja yake ilijulikana na Eli, imeisha. Kipata kituo, umepata kuhani, umepata baba, umepata mtu wa kumkimbilia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Umepata mshauri wa kiroho, na maandiko huku mengi tu. Umepata muombezi. Huyu hapa Eli alikuwa muombezi. Umepata kituo cha kazi cha kiroho. Yaani umepata mahali ambako utasimama umwambie Bwana, nilikutumikia. Ngoja nikwambie, ukiwa wewe una hela, una mafanikio, unatumika nje ya kituo chako, hiyo unachofanya hakihesabiwi mbinguni. Unakataa tena? Sikia. Kumbukumbu la Torati 12 anasema hivi, 17. Usiende ukatoa sadaka zako kila mahali upaonapo. Usitoe zaka zako kila mahali unapopaona, bali mahali ambako Bwana Mungu wako ameliketisha jina lake kwa ajili yako. Hapo ndipo pa kutoa. Ukitoa huko na huko ni sawa na mwalimu aliyeajiriwa na serikali, alafu anazunguka barabarani anafundisha watoto a e i o u. Sema tena, nani atamlipa mshahara? Washirika wengi wakipata hela wanazunguka mtaani, wanajifanya watumishi. Sasa anakaduka kake pale mjini, sasa anafanya yeye ndio mhudumu wa wachungaji wote. Anaweka bango kubwa pale, Yesu anaokoa. Watumishi wakipeka, baba hamna shida, anaingia anachungua 10,000, 20 anampa. Anachukua fungu la 10 anaweka pale, anagawa. Nilikuwa na rafiki yangu mzuri sana. Alianza biashara nikamfundisha. Akapata mamilioni ya hela, lakini hatoi fungu la 10. Yeye anachukuaga anaweka kwenye draw, anaangalia mchungaji anayepita mchafu, anamuita, anambariki. Sema kwenye sehemu ya 10, sikiliza, kama una hela nyingi sana za kutoa msaada, toa zile za kwako, fungu la 10 peleka kituoni. Hujasikia nimesemaje? Utanifanya nini hata ukikasirika? Nimeshapewa ruhusa hapa na maaskofu. Wao ndio wakunitoa. Wewe utanitoa hapa? Akakusanya, nikajaribu kumfundisha, akanikasirikia. Alikuwa na maduka 6 mjini, ana viwanja vya milioni 170 miangapi. Saa hizi ameishiwa 1000. Alafu wale watumishi wanaulizaga, hivi jamaa alikuwa na maduka ameenda wapi? Maana ni mbwa mwitu, ni mandege joni. Unafahamu mandege joni? Wachungaji wala mizoga. Wao kila wakiona mshirika naenda maombi, naenda maombi. Nimekutuma. Unajua na maombi yangu ya kufunga kule Tanga naenda. Mimi leo kesho naenda Tanga. Nimeomba washirika wangu, wamenipa mafuta tanki, full tank. Sasa kama una washirika unaolea, wewe kazi yako ni kutembea kwenye washirika wa Mgonja, washirika wa Gamalieli, na mimi naenda maombi, naenda Tanga kwenye huduma. Bwana amenituma. Una kwenu wewe? Unatakiwa ule kwa jirani siku moja tu. Siku nyingine wewe unakula kwenu. Nataka kusikia amina. Unajua washirika nyie ni waoga. Tumsaidie tu, kwa kweli mtumishi wa Mungu. Baba, una chochote hapa? Hamna kitu baba. Unajua ni ile bahasha fungu la 10 tumpe, tusimtumishi wa Mungu kama wa kwetu. Nani kakudanganya? Usitoe sadaka zako mahali upaonapo, bali pale Bwana alipoliketisha jina lake wewe upate kumcha. Bwana akiweka jina lake mahali amechagua. Alimchagua mbando mrefu, yeye alipenda. Alimchagua fulani mfupi, yeye alimchagua. Wewe tuna mkuu wa mkoa hapa amechaguliwa na rais. Sisi watu wa Arusha hatuna cha kufanya. Sasa nataka ujichaji mwenyewe. Amen. Mwambie Mungu, nimeacha ujinga, nimejua umenichagua kwa nini? Kwa kusudi, na ukaniweka mahali uliponiweka. Amen. Na ndipo Baba ataamuru nini? Ndipo hayo mema yatakapo
nijia mimi. Sema tena, ndipo hayo mema yatakapo nijia mimi. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, nimejaribiwa mara nyingi, pamoja na kwamba umeniita, umenipa kituo cha kiroho, umenipa baba wa kiroho, umenipa ndugu wa kiroho, umenifanikisha na kunibarikia, umenipa kibali kwenye mahali uliponipanda. Taja jina la kituo chako, sema kama ni Moria, sema Bwana, umenipa Moria Bwana, kiwe kituo changu. Kama ni Philadelphia, popote taja, sema Bwana, umenipa kanisa la Moria liwe kituo changu cha kiroho. Nimejaribiwa mara nyingi kwa kusemwa vibaya, kwa kupigwa vita, kwa vita vya rohoni. Mapepo yamenisukuma niondoke kituoni, lakini jioni ya leo ninatubu mbele zako. Mawazo mabaya, maneno mabaya niliyoyasikia juu ya kituo changu na yafuta kwenye moyo wangu. Maneno mabaya, maneno ya mchongezi juu ya mtumishi wangu, juu ya mchungaji wangu, juu ya mtumishi wangu, juu ya kanisa langu la Moria. Bwana, yale maneno na yafuta. Sema na yafuta ndani ya moyo wangu kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kila hofu, kila makatazo ya kishetani yanayonizuilia kwenda kanisani kwangu. Kuanzia leo, katika jina la Yesu, ninachaji maisha yangu, ninachaji betri yangu ya kiroho juu ya kituo ulichonipa jioni ya leo. Bwana, ninakataa kuondoka, ninakataa kuondolewa, ninakataa kushawishiwa kwa jina la Bwana. Bwana, ninaomba unibarikie kwenye kituo changu. Wabariki watumishi ulionipa, bariki kanisa langu, ibariki CTM kwa jina la Yesu Kristo. Amen.